Hii ni Kwaresma na leo ni siku ya 33 katika mfululizo wa mafungo yetu ya Kwaresma ya mwaka huu. Na mada inayotuongoza katika Kwaresma hii ni mada inayotuongoza inasema kutoka misimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi, from seasons to reason. From seasons to reason. Na neno linalotuongoza, neno kuu, ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa kwanza. Kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa kwanza. Kwa kila jambo kuna majira na kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Wapendwa mabibi na mabwana, tunaangalia dhima yetu na kutafakari juu ya theolojia na falsafa ya maneno mawili, misimu na kusudi. Maisha ya mwanadamu yana misimu mingi yaliyobeba kusudi moja, misimu na kusudi. Seasons and reason. Na tunaangalia theolojia na falsafa yake. Lakini nia yetu kubwa na nia hasa na lengo ya somo hili na katika mafungo haya ya siku 40 ni uponyaji wa ndani, yaani inner healing, uponyaji wa ndani. Na tunaangalia mwendelezo wa somo letu ambalo tumekuwa nalo katika juma hili, na leo ni siku ya mlima wa maombi, Ijumaa ya Friday prayer. Namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi? Namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi? How to use a season for the reason. How to use season for the reason. Na somo letu la leo ni lile linaloendelea, peke yako na Mungu, alone with God. Ili uweze kutumia msimu kwa ajili ya kusudi, au tunaposema how to use season for the reason, lazima ujue kuwa peke yako na Mungu. Yapo mambo mengi, lakini mojawapo ni tools au maarifa au hekima, utashi na akili ya kujua kuwa peke yako na Mungu, alone with God. Na hapa tutamwangalia Hana. Tutamwangalia Hana asubuhi ya leo. Tunaangalia main character wetu ni Hana, miongoni mwa watu ambao walitoka kwenye misimu kwa kuwa peke yao na Mungu ni pamoja na Hana. Tafadhali usome pamoja nami kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 28. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 28. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu linasema hivi: palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima ya Ephraim, jina lake akiitwa Elkana mwana wa Yeroboamu mwana wa Yerohamu mwana wa Elihu mwana wa Tohu mwana wa Sufu Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili akiitwa Penina. Na huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo, na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu, humpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo.
ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia Hana, unalia nini? Kwa nini hauli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake kwenye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautafikiria kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli akamdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja ya moyo wako uliomwomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Kisha yule mtu Elkana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu mwaka kwa mwaka, dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Basi Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sintakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa. Hapo ndipo nitakapomleta ili ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Elkana mumewe akamwambia, haya, fanya uonavyo vyema, ngoja hata utakapomwachisha maziwa. Bwana na alithibitishe neno lake tu. Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake hata akamwachisha maziwa. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe 3 na efa moja ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani mwa Bwana huko Shilo. Yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Naye akamchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli. Akasema, Bwana wangu, kama ishivyo roho yako, bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa. Nilimwomba Bwana, naliomba nipewe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo mimi nami
nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakapokuwa hai amepewa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Amen. Na hili ndiyo neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Jehova Mungu, tunakuabudu, tunakuadhimisha. Wewe utoshaye, uwezaye kusema na watu wako, useme nasi asubuhi ya leo. Ulitume neno lako nalo halitakurudia bure. Utubariki sasa na daima, useme nasi Bwana. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo, ujitwalie utukufu na ulitukuze jina lako daima, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindi wote tuseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma, na kama tunavyoendelea na mada yetu, ni nazungumza namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi, how to use season for the reason. Na kubwa hapa tunasema ili kutumia msimu kwa ajili ya kusudi, muhimu kuwa peke yako na Mungu, alone with God. Na tunaangalia juu ya mwanamke anayeitwa Hana, ambaye alikuwa peke yake na Mungu, na matokeo ya yeye kuwa peke yake na Mungu. Na kwa sababu habari hii nimeisoma kwa urefu, siwezi kuiparaphrase, yani sitaki kurudia na kufanya summary, lakini nataka niendelee na somo letu asubuhi ya leo kwa sababu ya muda nilio nao haujawahi kunitosha. Kwa hiyo ninaomba kwenda moja kwa moja kwenye hoja za kitheolojia na kifalsafa zilizobeba maudhui na muktadha wa somo hili ambalo nimesoma katika kitabu hicho cha Samueli. Mabibi na mabwana, hapa tunaangalia hoja ya kwanza. Hana alikuwa na msimu wa muda mrefu sana wa utasa. Hana alikuwa na msimu wa muda mrefu sana wa utasa. Ili kutoka katika msimu huu wa utasa, aliamua kuwa peke yake na Mungu, alone with God. Alone with God. Alikuwa tasa. Biblia inasema alikuwa ni mke wa kwanza, na baadaye kupata mtoto akamtafuta, nafikiri alikuwa ni rafiki yake Penina, akamfanya kuwa mke wa pili wa Elkana, akiamini ya kwamba atapata amani, lakini yule mwanamke akawa mwiba. Penina akawa anamchokoza, anamnyanyasa, na alimnyanyasia uzao. Na huyu mwanamke alisononeka. Yeye mwenyewe aliposimama mbele ya Eli anamwambia, mimi ni mwanamke mwenye huzuni. Na mwanzoni mwa muda katika mwanzoni na kwa muda mrefu pia alikuwa peke yake na uchungu, alikuwa peke yake na maumivu ya ndani, alikuwa peke yake na manyanyaso ya Penina, alikuwa peke yake na uchokozi wa Penina, alikuwa peke yake pia na chuki, alikuwa peke yake na kilio, alikuwa peke yake na upweke, alikuwa peke yake na kukosa hamu ya chakula. Hiyo ndio ilikuwa kampani yake. Hata alipoenda kuomba, anamwambia Eli, mimi ni mwanamke mwenye huzuni, nimeamua kuja hapa lakini ni mwenye huzuni. Kampani yake ulikuwa ni uchungu na maumivu ya ndani. Peke yake kwa muda mrefu ametembea na hayo maumivu, ametembea na huo uchungu ndani yake. Alikuwa peke yake na manyanyaso ya Penina, peke yake na Penina, akilala peke yake na maumivu ya Penina. Na ndiyo maana nataka nikuambie asubuhi ya leo, na ningependa uangalie reflection yetu asubuhi ya leo. Hebu angalia kielelezo kile pale, anapokwenda kwenye moyo wake peke yake na manyanyaso ya Hana, peke yake alitembea na huo utasa. Lakini angalia jinsi ambavyo Penina alikuwa anamtesa na kumhuzunisha, na ameenda hekaluni kufanya solution. Ndio hiyo tunayosema how to use a season for the reason, namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Moja ni kuwa peke yako na Mungu, na Biblia inasema akaenda akawa peke yake na Mungu. Alipoamua kuwa peke yake na Mungu, haya ndiyo matokeo yalitokea, kwamba Mungu alimkumbuka Hana. Vipi kuhusu wewe? Vipi kuhusu wewe?
Vipi kuhusu wewe katika maisha yako ya kawaida? Katika msimu huu unaopitia, uko peke yako na nani, au uko peke yako na nini? Uko peke yako na nini, au uko peke yako na nani? Pengine uko peke yako na chuki, uko peke yako na hasira, uko peke yako na uchungu, uko peke yako na kinyongo, uko peke yako na kisasi, uko peke yako na ghadhabu, uko peke yako na sonona, uko peke yako na dhambi, uko peke yako na uasi, uko peke yako na manung'uniko, uko peke yako na ushirikina, pengine uko peke yako na uzinzi, au uko peke yako na wizi, au uko peke yako na ulevi, au uko peke yako na tabia chafu, au uko peke yako na tabia mbaya. Pengine uko peke yako na uonevu, au uko peke yako na dhuluma. Bila shaka uko peke yako na mapambano, au uko peke yako na malumbano, au uko peke yako na usaliti na fitina. Lakini pengine uko peke yako na propaganda nyeusi. Uko peke yako na nini, au uko peke yako na nani? That is my question. Na hii ni Kwaresma. Katika Kwaresma hii lazima uangalie, uko peke yako na majeraha. Hana alitembea peke yake na uchungu kwa muda mrefu. Nothing done. Alienda kila mara hekaluni kusali na kutoa sadaka, na mume wake alimpa mara 2 ya sadaka, lakini nothing done, kwa sababu alikuwa peke yake na uchungu, alikuwa peke yake na huzuni. Unaweza kuangalia reference hii. Wewe uko peke yako na nini? Uko peke yako na nini? Uko peke yako na nini? Usiwe peke yako na chuki, usiwe peke yako na hasira. Unaweza kuona yale mazagazaga yote ni moyo wa mtu huo, na inawezekana ni moyo wa mtu mmoja. Hivi Mungu atapitisha cha kwake wapi pale kikufikie katika uchafu ule? Unajua moyo wa mwanadamu unaweza ukawa ni karakana ya shetani, na hii ni karakana ya shetani, karakana ya ibilisi. Moyo wa mtu uko hivyo, na una mtu mmoja anaweza kabeba yote haya yako kwenye moyo wake. Uko peke yako na nani? Uko peke yako na nani? Hizi kelele zote zipo ndani ya moyo wa mtu. Ana uchungu, ana hasira, ana fitina, ana malumbano, ana dhuluma, ana uchafu, ana uzinzi, ana zinaa, ana uasi, ana mambo kibao, ana mapropaganda nyeusi yenyewe yamemtaabisha, yamemtesa, yuko pale. Uko peke yako na nani? That is a question. Hilo ni swali. Uko peke yako na nani? Hana alikuja kwenye maombi ya faragha peke yake na Mungu. Alihamua. Alishabeba uchungu kwa muda mrefu, ameshatembea na sonona ya msimu kwa muda mrefu, lakini akahamua kwenda peke yake. Na ndiyo maana Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana anasema, mzigo wangu si mwepesi wala nira yangu, na tena nira yangu, mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini. Mzigo wangu si mzito. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, maana mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini, amesema Bwana wa mabwana. Hana alikuja peke yake kwenye maombi, alone with God, peke yake na Mungu. Akaamua kuacha vyote peke yake na Mungu. Unaweza kuona reflection hii, peke yake na Mungu, peke yake na Mungu. Unajua ya kukufika ndiko unaweza kujua umuhimu wa faragha, yaani kuwa faragha na Mungu. Unajua dhambi ndizo zinazowatenga watu na Mungu mara nyingi, lakini Hana alikuja kwenye maombi ya faragha peke yake na Mungu, alone with God. Ili kumpata Samueli wako unahitaji maombi ya peke yako na Mungu, alone with God. Na hapa nataka kuweka pause kidogo. Na nataka kusema nini hapa? Nataka kusema hivi. Hana alikwenda several time kwenye hekalu. Kuna ibada za kawaida kabisa za kawaida ambazo Hana aliweza kuhudhuria na alienda several time. Lakini ilipofika kuna jambo la private
linalopaswa kuzaliwa, aliondoka kwenye kawaida akaenda kwenye next level, extra dimension. Yani kwenda kwenye next level, next dimension ya thinking, ya prayer, ya sadaka. Najua kuna watu ambao hawajawahi kujua kwamba ni lazima uhamue kulingana na kitu ambacho umebeba na mahali unaenda, lakini pia kulingana na msimu mbaya ambao umetembea nao kwa muda mrefu. Lazima uadvance next level, uende kwenye viwango vingine vya ibada, viwango vingine vya maombi, viwango vingine vya kusoma neno, viwango vingine vya sadaka. Na hichi ndicho alichokifanya Hana, kwenda kwenye next level, next dimension kwenye maisha ya kwake. Ili kumpata Samueli wako unahitaji maombi ya peke yako na Mungu, alone with God, alone with God. Yesu amekuwa peke yake mara nyingi mlimani. Yesu amekuwa peke yake kwenye bustani ya Gethsemane. Musa alikuwa peke yake katika mlima wa Sinai siku 40. Yesu alikuwa peke yake siku 40 jangwani. Hizi siku 40 ambazo sisi kwetu ni Kwaresma, na ndio maana nazungumza juu ya kuwa peke yako na Mungu. Yesu alikaa peke yake siku 40 kulingana na kitu alichokibeba, kulingana na huduma iliyoko ndani yake, kulingana na huduma ambayo ipo. Good luck, hauwezi kufika kwenye malengo na level ya utumishi kwa kiwango kile ambacho Mungu amekufanya kama utaendelea kuhudhuria tu morning glory na evening glory na ibada ya Jumapili, nothing, na ukaishia hapo. Hata Hana alijitahidi, hata Yesu alikuwa na ibada za namna hiyo, lakini kufika kwenye huduma ile ambayo Mungu amemwekea kwenye level ya ushindi, alikuwa na several ibada za kwake binafsi. Ndivyo walivyofanya mitume, ndivyo walivyofanya manabii. Manabii kuna mtu mmoja alivunja rekodi ya kuwa peke yake na Mungu, peke yake na Mungu miaka 3.5, anaitwa Elia. Binadamu wa ajabu aliyeshusha moto kutoka mbinguni, peke yake na Mungu, alone with God, 3 years, miaka 3.5. Elia yuko peke yake na Mungu. Huyo mtu sio wa hapa, sio wa hapa, sio wa hapa. Upako wake uliokuwa kwenye nguo yake ulimwangukia Elisha. Elisha akafanya unabii, akamfufua mwanamke, mtoto wa mwanamke Mshunami kwa upako uliotoka kwenye nguo. Acheni bwana, kuna watu walishawaishi duniani. Mimi nawaambiaga watoto wangu kila mara, hata mnapojiandaa kwa ajili ya huduma, naomba sana tafadhali, good luck, msifanye utani. You have to be very serious. Kuna watu yani kaupako kalikotoka kwenye nguo yake. Mimi sijajua kwenye nguo za watu wengine kuna nini. Wengine nguo zao zina mafua matupu, ukigusana naye chafya hapo hapo. Lakini nataka nikuambie, kwenye nguo ya Elia ilimdondokea Elisha. Hakumwekea mkono, ni nguo ilidondoka. Wakati anapaa, nguo ikadondoka ikamwangukia Elisha. Hiyo nguo Elisha alitembea nayo kwa upako, alifanya matendo makuu ya ajabu, alimfufua mtoto wa mwanamke Mshunami. Elisha baadaye akafa kwa sababu Gehazi alishindwa kupokea that anointing. Miaka karibu 200 ikapita, Elisha amekufa kaburini, mifupa yake bado ilikuwa na uzima na upako, akadondoshwa maiti, akafufuka kutoka kwa wafu. Huyo ni mtu aliyekuwa peke yake na Mungu. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Kwa ili kumpata Samueli wako, unahitaji kuwa peke yako na Mungu. Na hii ndio reflection ya peke yako na Mungu. Siku hizi nimefurahi, nimesikia kuna baadhi ya milima, kuna mlima Doloti kule Arusha, na watu wanakwenda kwenye vichaka vya maombi. Hapa Dar es Salaam bado hatujapata eneo specific kati ya mkoa wa Pwani na Dar es Salaam bado, lakini hii ni uamsho mkubwa wa maombi ujao. Na mimi naona uamsho wa maombi ya kanisa ujao, na Mungu atafanya kitu katikati ya watu wake. Huyu ameamua kutafuta kichaka, alone with God, akaenda akapiga hapo magoti. Hivi unafikiri kijana wa Kiafrika siku akihamua akaenda hapo, unafikiri nini? Nimepractice mimi katika huduma yangu nikiwa a very young boy.
nilikuwa naendaga kupiga magoti kama hivi kwenye mlima mmoja huko jirani na kijiji cha pili nyumbani kwetu ambako pamejengwa Agape Seminary School leo. Na nilikuwa nakwenda pale, naweza kupiga magoti kwa siku 7. Nakaa pale kwenye msitu. Ni msitu uliokuwa umesheheni nyoka, green mamba. Lakini nilikuwa nakaa pale 7 days. Nawasha moto wangu pale, naweka magogo, napiga magoti pale, naomba. Haya matokeo mnayoyaona leo ni pale kwenye ule mlima. Na nikiangalia namna ambavyo ule mlima umeleta impact. Siku nilipokwenda Marekani nikaenda kufungua nyumba za watu ambao wameingia kwenye programu ya mentorship program na kwenye kwenye masomo ya uchumi kibiblia, religious economy in biblical perspective. Washington DC, nyumba moja nilifungua ni kama Masaki ya Marekani. Iko very prime area. Unaona hapa unaambiwa hii ni ya Trump, hii halafu ni ya Mswahili. Ametoka hapa anasema, mchungaji, kwa somo ulilofundisha nimefunguliwa nikaweza kununua nyumba hii na kuijenga. Oh my God, oh my God, oh my God. Na nikaangalia Biblia niliyokuwa nayo mkononi ni Biblia niliyokuwa, hebu rudisha tena yule mtu pale, pengine ni mimi yule pale bila shaka. Tena mgeni nimekaga kabisa. Yaani Biblia niliyokuwa nayo pale mlimani nikipambana na nyoka. Unajua porini ukiwasha moto umevuta nyoka, sababu nyoka wanapenda joto. Na walikuwa wanakuja mijoka ya ajabu. Lakini sijaelewaga mpaka kesho Mungu alinipa ujasiri gani. Lakini alone with God. Alone with God. Na ni Biblia niliyotoka nayo hapo. Ni Biblia nilikuwa nayo pale Washington DC, ninafungua nyumba, ninawabariki watu, nasema Mungu, ile impact iliyotoka kwenye kile kichaka ndio hiyo impact inayoiona leo. Mungu unaishi. Ungempigia Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Alone with God. Nawaambieni kuna uamsho. Nilikwenda South Korea na nikaenda kwenye mapango ya maombi. Bahati nzuri nchi ambazo zimekuaga na mapango ya maombi ni pamoja na South Korea. Na mchungaji Yangcho, namna alivyokuwa na dream kubwa ya kuleta uamsho. Vitu kama hivi vinaleta uwezo mkubwa sana katikati ya watu. Na mimi inawezekana hata nisiongee na watu wengi, lakini nikaongea na mtu mmoja asubuhi ya leo ambaye Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yake. Na hasa vijana ambao mna vision kubwa, unategemea kuwa kiongozi. Una vision kubwa ya leadership, ya kuwa kiongozi. Una vision kubwa ya kuwa mhubiri mkubwa. Unaombeaga tu kwenye ibada za Jumapili na kwenye morning glory na evening glory. Kabisa. Hujawahi kufikiri kuwa peke yako kwa faragha hata siku moja. Nataka niseme hivi. Nimeenda kwenye vituo vya Billy Graham North Carolina huko, na nikaona jinsi ambavyo watu wanaingia kwenye prayer. Mtu anakwenda kwenye prayer miezi 3. Wameweka facilities za vituo, unaweza kuingia huko vituo, kuna garden, kuna msitu huko North Carolina. Nimeenda huko kwenye vituo vya Billy Graham. Kwa bahati nzuri kidogo mimi ni muombaji wa alone with God. Alone with, yani sijui ningesema ni muombaji au ni teja, I don't know. Sijui hata nitumie lugha ipi. Lakini from there Mungu ameleta mambo makubwa sana ya baraka, na Mungu ametenda katikati ya watu kwa namna ya kipekee sana kupitia hayo maombi, na nimeona Mungu akiniwezesha. Kwa hiyo nataka niseme uamsho mkubwa kabisa unaweza kutokea katika bara la Afrika na katika nchi hii ni hapo maombi ya mtu kukubali kuwa peke yako na Mungu. Lakini nazungumza hivi, kuna maombi ya kawaida. Kuna maombi ya kawaida na ibada za kawaida na sadaka za kawaida za Hana ambazo Samueli hakupatikana wala hazikumtoa Hana kwenye msimu na kumfikisha kwenye kusudi. Nitarudia tena. Kuna maombi ya kawaida na ibada za kawaida na sadaka za kawaida za Hana ambazo Samueli hakupatikana wala hazikumtoa Hana kwenye msimu na kumfikisha kwenye kusudi. Sijajua hawa wa kompyuta wamekuwa mawapi. Lakini nachotaka kuzungumza hapa, maombi, ibada, nadhiri na sadaka ya Hana
ya peke yake na Mungu, alone with God, ndiyo iliyompa Hana Samueli na wadogo zake 5. Ndiyo iliyompa Hana. Hana alikuwa anakwenda kwenye maombi na alikuwa anatoa sadaka, lakini zilikuwa ni sadaka za kawaida na ibada za kawaida. Wanaimba pambio la kuabudu, ameongoza muombe kimaliza nyumbani. Lakini alipokaa akasema ibada imeshaisha na sadaka zimeshatolewa, na sadaka zenyewe alikuwa anapewa na mume wake. Akarudi mwenyewe kwa ibada yake mwenyewe, alone with God. Unajua, mimi naona vijana wengi mna neema sana ya kuimba na Mungu amewapa neema. Tanzania kuna karama nyingi. Problem, huyo Mungu mwenye kutoa karama hamjakaaga naye, ila mmekaa na ufukara, mmekaa na njaa. Mko peke yenu na ufukara, mko peke yenu na njaa, uko peke yako na kupiga dili. Yani nataka kufanya uzinduzi, unachozindua hata kijulikani. Na mimi nachokaga kila siku na uzinduzi, na ruka live na kitu gani? Kuna watu waliimba sijazaliwa katika viumbe vyote vilivyoumbwa, paka leo huo wimbo ukiimba unasimama. Uliankuru barabara ya 13 Tabora, wakimbizi waliimba sijazaliwa miaka ya 70, paka leo hapa wewe unaimbia Kariakoo, wimbo ufiki Magomeni. Oi, uzinduzi live gani? You must go somewhere. You must pray. No way. Hakuna vitu vinazaliwa hata siku moja. Nakumbuka kuna wakati mimi na mchungaji Mastai tulikwenda Lole kule Kilimanjaro, na tukaenda huko karibu na mlima Kilimanjaro. Kulikuwa kuna nyumba ya baba askofu Dr. Martin Shao, na tulikwenda kujifungia pale. Tulikwenda mara moja, hatujawahi kurudi mara ya pili. Mimi sijui tukirudi mara ya pili itakuwaje, hatujaelewa. Lakini tulikwenda once, tukajifungia pale kwa siku kadhaa kwa maombi kule msitu wa Kilimanjaro. Huko msituni, tunapanda na huo msitu huko msituni. Mimi na mchungaji Mastai mwaka wa 2008 ndio tulifanya hayo maombi. Hatujawahi kurudia tena. Lakini mnatuonaje? Tuishie hapo, sitaki uchokozi. Hebu ninywe maji, mimi sitaki uchokozi. Haleluya. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Tuko mjini. Bwana asifiwe. Tupo katika udhaifu wetu. Mchungaji Mastai yuko Kimara, mimi katika udhaifu wangu niko hapa Kijitonyama kwa Alimaua. Uswahili ni utamaduni wetu, na kwa lugha ya Kiswahili tunafikia mataifa 180. Mnatuonaje kwa mfano? Lakini tuliomba once, hatujarudi mara ya pili. Nawaambieni, alone with God. Na hapa unaweza ukaangalia jinsi ambavyo Hana alikuwa akienda kwenye maombi ya ibada nadhiri ya Hana peke yake na Mungu, alone with God, ndiyo iliyompa Hana Samueli na wadogo zake 5. Hayo ndiyo maombi. Kwanza anatoa sadaka ya kwake. Alikuwa kila mara akienda amepewa sadaka na mume wake. Mara hii amefika akasema, Mungu nipe mtoto, nitakutolea dhabihu na sadaka. Vipi kuhusu ibada, maombi, nadhiri na sadaka ya peke yako na Mungu? Vipi kuhusu sadaka ya peke yako na Mungu, alone with God? Unatoa sadaka tu ya mfuko wa elimu, jengo, sijui fungu la 10, sijui sadaka gani? Vipi kuhusu sadaka yako? Hana alikuwa anaenda kila mwaka na sadaka za kawaida za mchungaji Eli, na mimi na sadaka zangu hapa, na tafadhali Jumapili hakikisha umetumia bahasha yako. Lakini kuna sadaka za alone with God. Alone with God, wewe na Mungu peke yako. Ulishawahi kuwa na nadhiri ya sadaka ya peke yako na Mungu, alone with God? Ulishawahi? Unaweza kuangalia reflection yetu pale kwa haraka. Huyu mama anaangalia sadaka ya peke yake na Mungu. Anamwambia Mungu, nipe mtoto wa kiume na nikimaliza nitakutolea huyo mtoto awe sadaka. Vipi kwa resma hii tunapotafakari sadaka za gharama, Mungu kumtoa mwana wake wa pekee na Yesu Kristo kutoa uhai wake? Je, wewe umeweka nadhiri na kutoa sadaka yako ya gharama
ya peke yako na Mungu, alone with God. Una sadaka yoyote? Tunapotafakari, tunapohitimisha kwa resma hii, je, una sadaka ambayo unasema alone with God, mimi na Mungu, mimi na Mungu, mimi peke yangu na Mungu, na hii ndio sadaka yangu na Mungu? Unaweza kuangalia reflection yetu hapo. Je, umefikiri, umeangalia, umetafakari na umeamua katika Kwaresma hii kwamba kuna sadaka ya kwako ya gharama ambayo unataka kutoa? Na tunahitimisha Kwaresma hii next week. Wiki ijayo ni wiki takatifu la Mungu. Tunapotafakari, Hana aliweka nadhiri na kuweza kuiondoa kwa kutoa sadaka ya gharama ya mtoto Samueli, mtoto wa pekee. Nasema juu ya sadaka ya gharama, mtoto wa pekee, amempata, amemnyonyesha, amemwachisha maziwa, amemleta nyumbani mwa Bwana na anamkabidhi kwa mchungaji. Unaweza kuona reflection. Sasa hii ni sadaka. Hana aliweka nadhiri na kuweza kuiondoa kwa kutoa sadaka ya gharama mtoto Samueli, mtoto wa pekee. Na kuna mtu ambaye amewekaga nadhiri ya hela, ya fedha ambazo anazo kwenye akaunti, hajasubutu kutoa mpaka leo. Lakini angalia yule mwanamke, ni sadaka, anatoa mtoto wa pekee, hana mwingine, anamtoa sadaka ya gharama. Sadaka hii ni sadaka, inaitwa alone with God. Hii huwezi kutoa ukiwa na vibajeti vyako. Unakuta mtu mmoja alone with his spirit ya kipare, wewe utatoa sadaka hiyo, utasubutu kutoa? Huwezi. Hebu punga mkono wako pamoja. Wapare ni watani wangu jamani. Yaani unatonga na bajeti. Unaishi kwenye vifungo vya uchoyo. Alone na budget, alone na uchoyo, alone na unyimivu. Uko peke yako na unyimivu, peke yako na uchoyo, peke yako na ubahili, peke yako na chuki. Hutaka uweze kutoa sadaka ya gharama. Never. Huwezi. Peke yako na makisirani, peke yako na mkosi, hutaweza kutoa. Lakini once unapokuwa peke yako na Mungu, lazima pia una value, unapandisha, unakwenda kwenye next level ya dhabihu, next level ya sadaka, next level. Unaenda kwenye kiwango kingine cha sadaka, kiwango kingine cha ibada, kiwango kingine cha maombi, kiwango kingine, next level, next dimension. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Uwezo wa kutoa sadaka unatokana na jinsi ulivyo peke yako na Mungu, alone with God. Uwezo wa kutoa sadaka unatokana na jinsi ulivyo peke yako wewe na Mungu, mahusiano yako, ukaribu wako na Mungu, jinsi unavyotaka Mungu atende katika maisha yako. Unaweza ukaona tena alone with God, namna ulivyo karibu na Mungu, namna ulivyo na Mungu. Ukiona mtu anatoa sadaka, ni namna alivyo pamoja na Mungu. Lakini kama una mauzauza yako, ndio hiyo sasa unaona bwana, hivyo tu iende, bora liende. Sadaka ya peke yako na Mungu, sadaka ya peke yako na Mungu, alone with God offerings, alone with God offerings. Unaweza ukaonyesha hapo hiyo reflection. Lakini nataka kuhitimisha kwa haraka, muda wangu umeisha, na hii ni hoja ya pili, na ninasoma tu, sitaweza kufundisha tena, muda wangu umeisha. Sijui kwa nini nateseka na muda kiasi hiki. Lakini hoja ya pili ilikuwa ni utambulisho sahihi, utambulisho wako sahihi, utambulisho wako sahihi, your true identity, your true identity. Unaweza kupatikana ukiwa peke yako na Mungu, yaani alone with God. Yakobo alibadilishwa utambulisho na msimu wa mateso na kuitwa Israeli alipokuwa peke yake na Mungu. Kuna utambulisho sahihi. Kuna mahali ambako Mungu anataka utambulike hivyo. Wanadamu wanaweza wakakuona leo kama mtu wa kawaida, wakakuona kama mtu uliyefulia, lakini Mungu anataka kukutambulisha kwenye utambulisho sahihi. Na unaweza ukaangalia reflection yetu, utambulisho sahihi wa Yakobo, kutana na Mungu uso kwa uso. Mungu anabadilisha maisha ya Yakobo, anamwambia hutaitwa tena Yakobo, lakini utaitwa Israeli. Pale Yakobo alipokaa peke yake pamoja na Mungu, alone with God. Baraka nyingi za kufikia kusudi unaweza kuzipata ukiwa peke yako na Mungu, alone with God, kama Yakobo alivyobarikiwa.
Kutana na Mungu uso kwa uso peke yako katika Kwaresma hii. Kutana na Mungu uso kwa uso peke yako katika Kwaresma hii kama inavyoonekana kwenye reflection yetu. Hakikisha umekutana naye uso kwa uso. Kutana naye uso kwa uso na ujue. Kutana naye uso kwa uso na uweze kufahamu kwa hakika ya kwamba Mungu ni Mungu anayeshika maagano yake. Kuna Samueli wako, na katika mafungo ya Kwaresma hii na kuombea kwa Mungu isiwe bure. Oh my God, oh my God. Sijui kama kuna mmoja amesikia. Sijui kama umesikia. Hana alikutana uso kwa uso na Mungu na akampata Samueli. Na mimi nakuombea, kuna Samueli wako katika mafungo ya Kwaresma hii na kuombea kwa Mungu isiwe bure. Nimekutana na Mungu uso kwa uso nami nimeokoka. Oh my God, oh my God, oh my God. Nimekutana naye uso kwa uso nami nimeokoka. Uchungu umetoka, machozi yametoka, aibu imetoka, fitina imetoka ndani yangu, maumivu ya kila namna yametoka. Nimekutana na Mungu uso kwa uso nami nimeokoka. Ninawatakia baraka za Bwana. Mungu akupe neema ya kuokoka. Wako wapi washindi wachache wanaosema amina? Wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Biblia inasema ndipo yule mwanamke Hana hakulia tena, hakuomboleza tena, hakuwa na aibu tena, hakuwa na uchungu tena. Maumivu yote yaliyokuwa ndani yalisha. Kwa nini? Alone with God, peke yake na Mungu. Na Mungu akampa mtoto anaitwa Samueli, baadaye akampa na wadogo zake Samueli. Mabibi na mabwana, ninasimama tena kwenye madhabahu hii. Nataka kusema mambo makubwa maishani mwako yanaweza kutokea ukiwa peke yako na Mungu. Ukiwa peke yako na Mungu, mambo makubwa yanaweza yakatokea. Life is longer than a season. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu. Peke yako na Mungu. Alone with God. Hata kama wanadamu wamekusema, yani hata kama wamekusema watu au wamekuumiza watu, amua kubaki peke yako na Mungu. Alone with God. Najua wamekuumiza watu, najua wamekusema watu, najua wametengeneza mambo mengi, wamekaa vikao vya wazi na vya siri. Najua wamekusudia kukufisha, kukuondoa na kukufuta. Hao ni watu. Lakini tafadhali, tafadhali, ni maombi yangu asubuhi ya leo, amua kubaki peke yako na Mungu. Alone with God. Na sasa nimeamua kubaki peke yangu na Mungu. Nataka katika Kwaresma hii ukubali kutamka kutoka ndani ya moyo wako ya kwamba sasa nimeamua kubaki peke yangu na Mungu. Alone with God. Full time. Sio kwamba unakuwa na Mungu masaa machache. Full time, full stop. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa? Yaani hayo ndio maamuzi. Wako wapi watu wanaoamua pamoja na mimi? Halafu ngempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Full time, full stop. Oh my God, nione washindi wachache. Nimeamua kubaki peke yangu. Na mimi ningetaka asubuhi ya leo ukiweza kucapture hii, weka kwenye status yako this morning. Yes, nisaidie kuambia nimeamua kubaki peke yangu na Mungu. Alone with God. Full time, full stop. Wambea wote wasikie na waelewe. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. Full time, full stop. Alone with God. Full time, full stop. Sina mpango wa kubabaika. Kuna wengine wanakutishia tishia na wewe unatishika. Sijui nimekuudhi nini. Aliyeudhika ameudhika na nafsi yake, shauri yake, kivyake vyake. Wewe sio mtu wa kuja kukaa unapata mapresha, unapata masonona, unajiuliza. Wengine wamezaliwa ni behavior yao ya kununa. Sasa unataka umchekeshe, utamtekenya? Shauri yako. Unataka kutafuta kitu gani? Wengine wamekusudia mabaya, hata kama walikuwa mbele yako ni kwa unafiki tu, lakini ni miongoni mwa wale wanaokutakia aibu na mabaya. Amua
kubaki peke yako na Mungu, full time, full stop, alone with. Wako wapi washindi wachache ambao wananielewa sawa sawa? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe na makofi mengi. Haleluya. Alone with God. Alone with God, full time. Basi inua mkono wako kwenye full stop. Kwenye full stop hapo, inua mkono wako nikuombee. Leo ni siku ya Friday prayer, ni siku ya mlima mtakatifu wa maombi. Nitakukaribisha kwenye maombi haya yanayoanza saa 12 kamili jioni. Tutakuwepo mimi na Engineer Goodluck Mushi kuongoza hayo maombi. Hakikisha unashiriki pamoja nasi. Full time, full stop. Inua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamuombea mtoto wako huyu ambaye nimepata neema ya kusema naye asubuhi ya leo, na umepata neema ya kusema nasi. Umelituma neno lako nalo halitakurudia bure Bwana. Umenitumia katika udhaifu wangu. Baba, ninaomba ukapate kuwabariki watoto wako hawa, uwafunike na neema yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Ninaomba uwaponye wagonjwa walioko hospitalini na majumbani, wanaoisikia sauti hii wakiwa vitandani. Baba, ukawarudishie afya. Pokea uzima, pokea uponyaji, pokea uzima, pokea uponyaji. Mungu na akurudishie afya katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Baba, ninaomba uwabariki watu wako. Leo ni siku ya 33 ya mafungo yetu. Sikia sala na dua na maombi ya watu wako, Bwana. Baba, ninaomba uwabariki watoto wako, uwafunike na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa ajabu. Wewe ni Mungu unaishi, wewe ni Mungu na miliki na kutawala. Baba, asante kwa sababu ya pendo lako la kimbingu na uaminifu wako wa ajabu. Ninaomba sasa uzikubali dhabihu na sadaka zetu tunazoleta madhabahuni pako. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na sadaka zetu na uzipokee kwako mbinguni. Ruhusu utukufu na uso wako uende nasi katika siku hii ya leo, tukauone mkono wako daima. Bwana Mungu wa majeshi, uzibariki kazi za mikono yetu na safari zetu na kila mahali tutaenda. Utubariki sasa na daima katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Amen. Inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Alone with God, full time, full stop.